Naam, ni asubuhi nyingine tena tunakutana hapa viwanjani kama ilivyo kawaida kuweza kujuzana taarifa ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo. Ulama Idsalim niko hapa, lakini pia leo tunaungana na Rashid Khamis pamoja na Faraj Mustafa katika yale yote ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Kuanzia hivi sasa mpaka mwisho wa kipindi chetu bora kabisa cha michezo cha viwanjani. Faraj Mustafa. Naam. Mambo vipi bwana? Heri, vipi? Tumekutana tena. Yes, kwa muda mrefu kidogo hivi. Tunaruka sana. Muda. Nasafiri sana. Kwa hiyo tunakumisi kwa kweli. Sio. Rashid. Naam. Tuko vyema. Alhamdulillah. Jambo jema. Ndio. Mbona mimi wanafaraji kama kapendeza bana. Kweli. Safi kabisa. Salimiana kwanza Chidi, muda mrefu sana. Vizuri. Muda hujakutana pia muda. Hujakutana muda mrefu. Ni simu tu zinaita. Yaani hapa Faraji ukipita pale makao makuu ya magereza pale. Ndio. Unakula saluti. Sasa unajua shida ile kwa nini? Mzungu. Hamna wale maafisa waandamizi wale hawana kitabu wale. Unatulia pale efu unamsikiza hivi kama vijana wako na Michael Yela akiwepo hapo. Michael Yela mtu wa Mbinga aweze kufanana na Faraji. Mtu wa Mbinga sasa hivi siko anavaa matunguli, ana kaniki nyeusi na nyekundu. Sawa bwana. Nikukumbushe tu kwa siku ya leo kuna michezo kadhaa ambayo itapigwa na kuonyeshwa mubashara kupitia channel zetu za Azam TV. Coppa Italia, Inter Milan watacheza na AC Milan saa 4 kamili za usiku. Mchezo utashuhudia Azam Sports 4 HD, lakini FKF ligi kuu ya pale nchini Kenya, FC Leopards dhidi ya Ulinzi Stars saa 10 jioni, Azam Sports 2 HD. Na mechi nyingine ni Gor Mahia na Atalanta saa 10 kamili. Hii utaishuhudia pale Azam Sports 3 HD. Muungano Cup kesho, JKU jeshi la kujenga uchumi pale visiwani Zanzibar dhidi ya Singida Black Stars, Azam Sports 1 HD. Lakini pia Women EPL, Chelsea dhidi ya Crystal Palace saa 7:15 usiku, saa 3:15 kumradhi usiku, Azam Sports 2 HD. Taarifa zingine ambazo tunazo kwa siku ya leo ni kudokeze tu, ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuelekea kule Afrika Kusini kujiandaa na mchezo wake wa pili wa nusu finali kombe la shirikisho. Lakini pia tuna taarifa kuhusiana na Singida Black Stars yaelekea Pemba tayari kwa michuano ya kombe la Muungano. Hili ni soka letu. Kwa Simba ndo acheze Muungano. Naam, tumerudi na tunakwenda kuangalia taarifa yetu ya kwanza. Ni kweli kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambapo mashabiki wa Simba soko la Mashine 3 mkoani Iringa wametamba kuibuka na ushindi kwenye mchezo wao wa marudiano wa kombe la shirikisho barani Afrika Aprili 27 mwaka huu dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, huku matumaini ya kutoa ubingwa yakiwa ni makubwa zaidi. Muhammad Nyaulingo ametuandalia taarifa zaidi kutoka Iringa. Na taarifa ikiwa iko sawa, tutakwenda kuungana na mwenzetu Muhammad Nyaulingo kutoka Iringa. Na hii Rashid, tukija kwako ni hamasa ambayo sasa inaanza kwa sababu tarehe 27 sio mbali katika mchezo wa marudiano. Simba wanakwenda Afrika Kusini wakiwa na kitu tayari mfukoni kukilinda dhidi ya Stellenbosch. Simba ameshinda lakini hafurahi. Hawana furaha na timu yenyewe waliocheza nayo, kiwango alichokionyesha ama walichokipata wanahisi ni kidogo. Of course ni matarajio, unajua. Kuwa na matarajio kutokana na ukubwa wa timu, CV ya mashindano na kile kilichopatikana, unaona ni kama walistahili kupata zaidi. Na hiyo ndo tatizo la ukubwa. Unajua ukishakuwa mkubwa unakuwa unatarajia mambo makubwa zaidi.
ukiangalia Stellenbosch na Simba Sports Club ni kama timu mbili zenye madaraja tofauti sana, sio? Lakini niliwahi kusema hapa Simba kuto kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, kwangu mimi nilikuwa naona kama ni relief kubwa sana kwa Stellenbosch. Simba kuto kutumia yes, ilikuwa ni relief kubwa sana kwa Stellenbosch. Kwa sababu unajua kila mtu ana mazoea ya mahala ambapo unaamini mimi hapa nakuwa bora zaidi. So unaelewa? Sasa Stellenbosch pamoja na kwamba mechi yake itachezwa Durban, na sio mahala ambapo wanacheza siku zote, lakini Stellenbosch hawana ukubwa huu wa Afrika Kusini ya kusema kwamba sisi basement yetu iko hapa. Na wao wanaopeleka mchezo wao Durban. Yani Stellenbosch ni tofauti na Kaizer Amakozi, ni tofauti sana na Orlando Pirates, ni tofauti sana Mamelodi ambao naye kajichukulia site yake kwenye hii miaka kadhaa ambayo amekuwa bora sana, sio? Lakini kwenye namna ambavyo walipata hiyo taarifa kwamba hatutautumia uwanja wa Benjamin Mkapa, ilikuwa ni relief sana kwao na kuamini kwamba tunaenda sehemu ambayo hawawezi kuwa wakubwa kama namna ambavyo tumekuwa tukiwasikia. So unaelewa? Lakini Simba walitengeneza nafasi kwenye ule mchezo, nafasi za kutosha za kuweka utofauti baina yao na Stellenbosch, lakini ni vile tu bahati mbaya hawakuweza kutumia. Ndio football jinsi inavyokuwa. Lakini kwa Stellenbosch walifanya kila kitu ambacho kinapaswa kuwa bora kucheza away. Na siku zote Stellenbosch wamekuwa wakitumia namba kubwa kwenye eneo la kujilinda ili waendelee kuwa bora kumfrustrate mpinzani, na ndio mechi nyingi za away wamecheza hivyo. Sio? Kwa hiyo kwenye nafuu unaweza kusema Stellenbosch pamoja na kupoteza goli 1-0, lakini ni kama wao mpango wao ndio uliofanikiwa. Umeelewa? Simba ni kama walifeli kwenye mpango wao. Kwa sababu Simba alikuwa anataka kuweka utofauti wa kuanzia goli 2 na kuendelea, ili kuweza kutengeneza relief ya kwenda kucheza dakika 45 za kwanza, then kuangalia kipindi cha dakika 45 cha pili wanachezaji, sio? Lakini kwenye hiyo focus ni unaweza kusema kama Stellenbosch mechi ya kwanza ni kama walifanikiwa wao. Japo kwenye mzania, umeelewa bado Simba ni wakubwa sana dhidi ya Stellenbosch. Na mimi niliamini hivyo, yani kwa jinsi toka hii kombe la shirikisho lilikuwa linaanza kwenye kupanga magroup, nakumbuka wanaenda kucheza zile hatua za awali. Mimi niliamini toka mwanzo Simba kuthibitisha ukubwa aliokuwa nao na heshima ya kafu waliompa, Simba anapaswa kucheza fainali na kutokana na wapinzani ambao anakutana nao. Unaelewa? Yani Simba kuishia nusu fainali kwa aina ya wapinzani waliokuwa nao msimu huu, kwangu mimi ilikuwa ni kama kutokuiona Simba katika ukubwa wanaopewa na kafu. Lakini Simba kufika fainali, hiyo kwao ni kitu ambacho kinastahili. Mpinzani kama Stellenbosch kuifunga Simba Sports au kuwatoa kwenye mashindano ni moja kati ya CV kubwa sana kwao, unajua. Stellenbosch. Yani unajua Kaizer kama ambavyo walifanya kwa kuwatoa Zamalek. Kama kuwatoa Zamalek. Yani bado sasa wanatembea na historia sasa. Yani Kaizer kumfunga Simba sio story. Orlando kumfunga Simba sio story. Mamelodi kumfunga Simba sio story, lakini Stellenbosch kuifunga Simba is a breaking news. Yani kila mmoja lazima awe wamewezaje, unaelewa? No matter how, unaelewa? Wakina Awa ndo miaka yao ya kwanza wanacheza mashindano makubwa, unaelewa? Lakini historia ya Simba inaingia kwenye damu za kina Awa na kuwafanya akina Awa kuonekana wakubwa mbele ya wapinzani wao. Hicho ndio kitu pekee ambacho Simba anajivunia. Ni wachache sana ambao wamefikia hatua ya kucheza nusu fainali ya michuano hii ya vilabu. Unaweza kuhesabu pale, unaweza kupata 3 au 4. Lakini wengi wao wameishia hatua za awali katika timu ambazo wametoka huko. Wengine wameishia hatua ya robo finali. Wakati Rashid unaongelea hilo, tukapata sasa taarifa ya Mohamed Nyaulingo kuhusiana na mashabiki wa Simba mkoani Iringa, kile ambacho amekizungumza kuelekea katika mchezo wa mkondo wa pili wa nusu fainali ya kombe la shirikisho kwa Simba Sports.
Hapa ni mkoani Iringa, eneo ambalo limekuwa na pilika nyingi sana, lakini hapa ndiko eneo ambako kuna machizi soka. Lakini hivi sasa mambo ambayo yanazungumzwa kwa wingi katika viunga mbalimbali vya mkoa huu ni kunako michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na wakiwa wawakilishi pekee ni Simba Sports Club. Hapa ni eneo ambalo wenyewe wanaita ni machinjioni, lakini hapa kwa jina ambalo linafahamika zaidi ni mashine tatu, lakini kwa machizi soka wenyewe huita hapa ni kwa Madiba. Nafika hapa na kukutana na mashabiki wa Simba Sports Club, lakini neno ambalo naanza kukutana nalo ni ubaya ubwela. Je, wanazungumziaje kuelekea mchezo wa marudiano kule nchini Afrika ya Kusini? Ile ni timu ya kawaida na ni timu ambayo tuna uwezo wa kuifunga. Siku ile itakiwa kama tungeweza kutumia zile clear chance nzuri zile ambazo tulizipata, tungeweza kutoka ndani na goli 4. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa pale Durban South Africa tutaweza kufanya vizuri, na hilo liko wazi. Wachezaji wetu wana ari, na kitu ambacho naweza nikasema kwamba Elia Mpanzu Kibisawala ni kati ya mchezaji ndani ya kikosi chetu ambaye tunamwamini, lakini Kibdensi na wachezaji wengine wote naamini watatuvusha katika hatua hiyo, kwa sababu tunayo matumaini makubwa, maombezi makubwa tupo nayo kuhakikisha kwamba pale South Africa tunaenda kumaliza game mapema sana. Simba yangu ya saizi sio Simba ya miaka iliyopita. Huko tunakokwenda kusini lazima tuchukue pointi 3. Lazima tumuue turudi na pointi 3. Na kombe tunachukua. Tuna uhakika na Simba yetu. Amini tunashinda na tunafuzu. Hilo halina shida. Yaani mengine hayo waongee watu wa nje tu. Ila sisi tuna nguvu moja kama kawaida. Nini kinakupa hayo matumaini? Kwa nilipoangalia jamaa wale hawana mpira. Option yao moja tu mipira ya kurusha. Sasa hiyo mipira ya zamani kina Fred Mbuna alikuwa anacheza. Lakini Simba kama Simba mipira kama hiyo hapo si hatuchezi. Sina shaka na timu yangu kwa sababu tuna option zaidi ya 2 za sisi kutupeleka finali. Ukizingatia mechi ya kwanza tumeshinda kwa ushindi wa goli 1, lakini tuna uwezo sisi kama Simba uwezo wa kufunga goli hata kama ni kiwanja cha away ni rahisi sana, lakini shughuli itakuwa kwao endapo tutapata goli 1 kwao kule. Wao wanatakiwa watufunge magoli zaidi ya 3, kitu ambacho ni kigumu sana kwa Simba ya sasa hii kupata magoli 3 alafu yeye asikufunge goli 1. Umeona? Kwa hiyo tuna nafasi ya hata tukipata sare tumefuzu. Tukishinda ushindi wa aina yoyote tumefuzu, lakini option ya sisi kufunga goli 1 tu inatubeba bado, kwa sababu hata tukifunga goli 2 kuna away goal advantage kwa Simba. Ina maana kuna possibility ya sisi kufuzu kuelekea finali kuliko hata wao ambao mimi timu yangu kwa mimi kuna Mpanzu kuna papa mimi na Ngoma na Kibu wote hapo mimi watu naamini wale lazima mimi waingie finali watu finali wale. Lakini mashabiki hao wanasema wamejipanga na wanaendelea kujipanga kuhakikisha basi wanaanza safari kutokea hapa mkoani Iringa na kuelekea nchini Afrika Kusini. Lengo hasa ni kwenda kuanikiza na kuhakikisha timu yao inatinga hatua ya finali. Sisi kama wana Simba tunayo furaha kubwa sana ya ushindi tuliopata pale Zanzibar visiwani, tukiwa kama tuko nyumbani. Lakini zaidi niseme kwamba tunatarajia kama wana Simba kutoka hapa Iringa kusafiri kuelekea Durban pale South Africa kuhakikisha kwamba tunaenda kushinikiza timu yetu iweze kupata ushindi. Kwanza sisi kama wekundu wa Iringa mjini tutahakikisha tunafika na tunaenda kufanya yetu kama tulipoingia Zanzibar, na kwa Madiba pia tutaingia, tutafanya yetu, tutachukua pointi zetu, tutarudi Iringa. Hayo yote yatawezekana, dakika 90 ndizo zitaamua ni mnyama Simba Sports Club kutinga hatua ya finali ama Stellenbosch ya kule Afrika Kusini. Muhammad Nyaulingo, na hii ni Viwanjani. Naam, ni mwenzetu Muhammad Nyaulingo kutoka Iringa. Unaona jinsi ambavyo mashabiki wa Simba walivyochachuka kwelikweli, wote wakiitakia kheri Simba katika mchezo huo wa mkondo wa pili wa nusu finali ya kombe la shirikisho. Wakati huo kikosi cha Simba Sports Club kimeelekea nchini Afrika Kusini leo tayari kwa mchezo huo wa marudiano wa nusu finali ya kombe la shirikisho dhidi ya Stellenbosch. Simba ilipata ushindi wa bao 1-0 nyumbani, hivyo inahitaji sare aina yote ili kutinga hatua ya finali. Mchezo wa marudiano utapigwa katika mji wa Durban pale Afrika Kusini. Rashid, kwa tunazungumza hapa mji ambao alikuwa anacheza mwanzo Stellenbosch na sasa mechi kwenda kupigwa Durban.
hali ya hewa kama Dar es Salaam tu. Watapasuka huko kwa huko watapasuka. Simba walishindwa kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ya uwanja kutoka katika marekebisho. Na hawa Stellenbosch wanashindwa kutumia uwanja ambao wametumia mechi zote, si ndio? Kombe la shirikisho. Kwa marekebisho kama hayo. Marekebisho ya namna hiyo. Uwanja umetumika. Wale si wana michezo yao ile ambao unajua rugby kwa Afrika, rugby inachezwa sana Afrika Kusini kuliko nchi nyingine yoyote. Si unaelewa? Na ndio maana ushangazi kuwaona wale kwa mabingwa wa dunia. Yupo kwenye safari Steven Dese kikosi ambacho Kibudi kinaelekea Afrika Kusini. Mimi kitu ambacho naamini kwenye mchezo huu pamoja ni kwamba watu wengi hawaamini dhidi ya Simba Sports Club kutokana na ufinyu wa matokeo waliyopata, lakini Simba ataenda kushinda Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch. Kwa sababu kuna fakta nyingi ambazo huwa tunaziangalia kwenye mashindano ya Afrika. Moja kati ya fakta ambazo huwa zinakuwa ni kikwazo na huwa zinazungumzwa sana kama moja kati ya sababu zinazokuifanya timu kutokupata matokeo ni hali ya hewa, sio? Lakini mji wa Durban, kwa mtu ambaye haufahamu, mji wa Durban ni sawa kabisa na hali ya hewa ya Dar es Salaam. Unanielewa? Yaani kwa namna ambavyo mji ule hali ya hewa jinsi ilivyo, na ndio mji ambao uko tofauti na miji yote ya South Africa. Unaelewa? Kwa sababu ni mji ambao bahari ya Hindi imechukua nafasi kubwa kuliko kitu kingine chochote. So hali ya hewa ya Dar es Salaam ndio hali ya hewa ambayo Simba Sports wamezoea. Kwa hiyo haiwezi kwenda kuwa frustrate kwa namna nyingine yoyote, sio? Lakini kikubwa ambacho unaangalia ni utimamu wa wachezaji kiakili, kimili kuielekea Stellenbosch. Stellenbosch ni kama ni timu ambayo inajipambanua kujiweka miongoni mwa timu ambazo zinatakiwa kuwa na wasifu katika soka la Afrika Kusini, lakini mimi sioni Stellenbosch kwenye hiyo ramani. Si unanielewa? Ndio. Kitendo cha kurejea kwenye ramani Orlando Pirates na Kaizer Chiefs, Stellenbosch ni kama anakwenda kutuaminisha kwamba yeye ni miongoni mwa timu nzuri ya Afrika Kusini. Sio? Lakini sio kwa daraja la Simba Sports Club. Ndio. Sio kwamba maana ya kuamini kwamba hawawezi kufanya chochote. Sio, unanielewa? Mimi naamini katika ubora na historia kubwa ya club. Unaelewa? Kama ambavyo Kidelea niliwaambieni mwanzo, mimi nawaona Berkane watakuja kucheza finali. Kwa sababu nilikuwa siwaoni timu nyingine bora kama Berkane. Si unaelewa? Ndivyo ambavyo naiona Simba kucheza finali dhidi ya Berkane. Kwa maana ya kwamba mbali na ugeni na uchanga wa wachezaji wa Simba kwenye grupu lao lokuepo, lakini historia ya klabu ya Simba kwenye mashindano ya Afrika ndio anawafanya hata wale wachezaji wanakuwa wakubwa kwenye kwenda kuibeba ile historia. So mimi naamini Stellenbosch anaweza kupoteza mechi akiwa kule Afrika. Kikosi cha wachezaji 23 Faraji kinaelekea kule kwa Madiba. Lakini miongoni mwao yupo Shefondo Malone pamoja na Shamu Karabu. Unaona Simba wanakwenda kuwatumia, anaweza kwenda kuanza labda Shamu ambaye amekuwa na kiwango kizuri baada ya Shefondo kupata injury, na kama watakosekana katika huo mchezo au walinzi wawili wakati, unaiona Simba ita struggle kwa kiasi gani katika safu ya ulinzi? Ukijaribu kurejea kwenye mechi ambazo Karabu amecheza na Hamza, unaweza ukaona namna gani ameboresha kile ambacho mara nyingi ilikuwa ni kelele kwenye baadhi ya mechi za nyuma, lakini amepunguza pia makosa. Lakini pia Simba unaweza wakatoa credit zaidi kwa namna ambavyo wanacheza, inasababisha pia hata mabeki wao wasionekane wanafanya sana makosa kwa sababu muda mwingi mpira wanao wao. Yaani unapokuwa na mpira asilimia kubwa unakuwa huru kuangalia namna gani unaenda kwenye box la mpinzani, lakini mpinzani anakuwa na moment chache kuja kuangalia namna gani anaweza kufungua box lako. Kwa hiyo pia ni sababu mojawapo ambayo imesababisha tusione labda makosa mengi kwa sababu hawafikiwi mara nyingi, lakini kwa ujumla
amecheza vizuri. Kama kutakuwa hakuna changamoto yoyote nzito ambayo pengine baada ya ile mechi kutoka ya Zanzibar, pengine nategemea kumuona akianza, kwa sababu ameshaonyesha na ni ngumu kwa kocha kujaribu mchezaji mwingine. For instance, unaona hapo Chemaron Fondo amesafiri. Yani ni ngumu kwa kocha yoyote kwenye mechi aina hiyo kujaribu mchezaji ambaye hajacheza muda mrefu alafu amefanya tu training alafu aingie kwenye mechi acheze. Kwa hiyo naona bado kuna possibility kama hakutakuwa na shida yoyote kubwa kwa Karabu, basi nategemea kuona akianza. Lakini nje hapo, kama ikiwa kuna changamoto labda ya wachezaji wote au kwamba labda Karabu alafu labda Chemaron bado hayupo vizuri kimwili, kwa sababu inawezekana amefanya mazoezi lakini bado hajapata ile test ya mechi, kwa hiyo inakuwa ngumu kwake kuweza kuanza, basi nategemea kuona namna gani Fadlu Davis ataangalia mchezaji ambaye ana traits ama ana zile sifa za kuweza kucheza kama partnership na, kwa sababu inategemewa pengine wakikosekanaga hawa Hussein Kazi huwa na. Sasa kuna kitu kimoja Hussein Kazi kusafiri kazi. Sasa Hussein Kazi anaanza. Umeona kidedea? Kwa sababu hata mechi kuna mechi ya kombe la shirikisho la CRDB pale. Nafikiri ndio mechi yake ya kwanza cheza ile. Ndio mechi yake ya kwanza Hussein Kazi ya mashindano msimu huu. Kwa hiyo kuna kitu unakipata kwamba inawezekana kuna mchezaji wa eneo fulani akawepo. Alafu kwenye hilo eneo mchezaji huyo asitumike, akatumika mchezaji mwingine ambaye ana sifa ambazo anaweza akacheza ile eneo. Maana yake inatukumbusha ama inajaribu kuanalyze kwamba eneo hilo lina shida ama lina mapungufu. Yaani mimi ni fullback wa kulia, lakini anatolewa mtu ambaye labda kiasili namba 7 aje cheza namba 2 wakati kuna fullback wa kulia yuko bench. Maana yake wewe bado hujitoshelezi kwenye hilo eneo. Kwa hiyo message inakuja kwako moja kwa moja kama mnaziuliza kulia. Yaani tena iko wazi kwa mtu ambaye anacheza mpira anajua kabisa mpaka sasa hivi mimi hapa anacheza upande wa kulia. Rashid ambaye anacheza namba 7 lakini Rashid anarudishwa kuja kucheza. Kwa nini? Kwa hiyo unaanza kujirelate kwamba yule jamaa amenizidi, lakini sio matakwa ya mchezaji, ni kocha ndo anayeona kwamba huyu anafaa. Kwa mfano ikitokea labda center backs au wawili Simba wasiwepo, nategemea kumuona labda Yusuf Kagoma aje acheze na Hamza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya sifa ambazo Kagoma anazimiliki. Sasa akicheza Kagoma maana yake una Hussein Kazi ambaye ndio namba yake ya asili. Kwa nini achezi? Unaanza kufanya comparison kati ya Kagoma na Hussein Kazi. Yaani ndio Kagoma sio namba 4 namba 5, lakini zile sifa zake ambazo anazionyesha kama kiungo mkabaji, kocha anaamini kabisa akicheza eneo hili atanisaidia zaidi kuliko labda mchezaji ambaye kwenye namba yake ya asili. Sasa hapo maana yake ni daraja lako sio la kuvutia zaidi, na kocha anashawishika kumtumia mchezaji kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kwangu naona kabisa kama itatokea hivyo, mimi naamini inawezekana Kagoma akacheza, lakini bado hamna taarifa ambayo labda imeeleza kwamba labda Karabu atakosekana. Kwa hiyo maana yake mpaka anasafiri possibility labda kucheza ipo. Kwa hiyo tunategemea kwamba watakuwa yeye na Hamza. Sioni nafasi kubwa. Shefondo kwa kuwa hakucheza muda mrefu ni ngumu au yani ndio maana nakwambiaje? Inategemeana sasa. Au inategemea na mwalimu. Inategemeana na mapenzi ya mwalimu. Yaani kwa namna ambavyo mimi haitategemeana. Mimi nitaangalia uhalisia wa mpira wa miguu unataka nini. Unataka nini? Unataka kwamba kufanya mazoezi ni jambo la kwanza. Umefanya mazoezi wiki moja, hujacheza miezi mitatu kwenye competition. Tunaangalia utimamu wa mwili kwenye nini? Sio kwenye training ground tu, kwa sababu training ground mnacheza ze timu kutaka kufikia yani kwamba namna gani timu yenu itakuwa inacheza. Hakuna shinikizo kubwa ambalo unalipata. Lakini test ya mechi unakutana na mpinzani ambaye anahitaji matokeo. Kama haupo fit atakulazimisha ufanye makosa. Sasa hichi ndio ninachokiona kwamba inawezekana akawa amefanya mazoezi lakini kutokana hajacheza mechi yani muda mrefu alafu kwa test ya mechi ambayo anaiendea itakuwa ngumu sana kuanza kuanza. Na kama tuchukulie mfano hao wawili ukikosekana, umesema unamuona Yusuf Kagoma kwenda kucheza na Abdul Razak Hamza. Muundo wao sasa kuanzia namba 6 ambaye tumezoea kumuona Kagoma anakuja chini. Nani atacheza namba 6? Maana yake unaangalia ni Mavambo au Awesu anaweza. Mavambo anaweza kuingia hapo. Ukiweka Awesu timu itaelemewa sana. Ukiweka Awesu acheze na Ngoma katikati, hakutakuwa na balance. Kwa sababu hata Mavambo na Ngoma jaribu kuangalia walivyokuwa wanacheza pamoja. Wale wote ni box to box midfielders. Anakupa balance kidogo kwenye kuzuia, lakini mara nyingi anasogea box la mpinzani, si ndio? Unapokuwa na box to box midfielders maana yake tabia zao zote ni za kusogea. What if wamesogea wote alafu kiungo timu mpinzani akapata mpira akaudondoa sehemu ngoja Mustafa. Kwa
kwa style ambayo anacheza Fadlu. Kwa style ambayo anacheza Fadlu. Simba wana viungo wakabaji wangapi? Kuna Mavambo, Piwa, Kejefa, Kagoma na Awesu wakabaji ambao unaweza kuwatumia kama midfielder. Ndio, kama unaweza kuwatumia kama midfielder. Yaani midfielder. Sasa hapo Rashidi. Ndio. Maana yake hapo tuwagawe. Tuseme defensive midfielders na hao central. Haya, tuweke defensive midfielder. Defensive Piwa. Yaani Simba unaona. Piwa midfielder, yani ile passe, yani DM ni Kagoma. Na nani mwingine ambaye ana sifa za upiwa? Ni Ukajefa ambaye mara nyingi hapati nafasi. Mavambo na Ngoma ni box to box. Yaani hana zile sifa za asili kabisa kuzuia kabisa. Ndio maana wakicheza kwa pamoja unaona kuna mashimo kwa sababu wao mentality yani wanashawishika kusogea kwa sababu gani? Wana uwezo wa kupiga pasi za kwenda mbele. Kwa hiyo akipiga pasi hatataka kujitoa mchezoni, maana yake atataka kusupport mpira, atasogea. Lakini unapokuwa na Kagoma, kwa nini unaona Ngoma ana enjoy zaidi? Kwa sababu Kagoma anacheza kama wakati mwingine kama sitting DM. Yaani hasogei sana juu. Kwa hiyo endapo itatokea hitilafu anakuwa wa kwanza. Na ndio maana unaona matukio mengi ya kuingilia. Yeye anaingilia kabla action hajatoa. Yaani anafika kabla imadi ya tibule mpango wa timu. Anapola, anaweka mali kwa watu wanaoenda. Mimi hoja yangu ni nini Mustafa? Mimi hoja yangu ni nini Kilelea? Iko hivi. Ukiwatazama Simba wanavyocheza. Unaelewa? Ukiwatazama Simba wanavyocheza. Unikumbushe. Ni lini umeiona pure role ya center midfielder kwa Simba? Kwa Simba. Lini umeiona hiyo role ikiwa applied kwenye kiwanja? Sio, unaelewa? Yaani uipati hiyo. Lakini ukiwatazama Yanga unaipata. Ukiwatazama Azam unaipata. Sio, unaelewa? Yaani ukiwatazama Simba hiyo role ya central midfielder uipati. Kwa nini? Lakini kwa Yanga na Azam kwa ukubwa wa timu zetu za Tanzania unawaona Akaminko, utamuona Mtasingwa akijitofautisha na wengine, unaelewa? Utamuona Yaya Zaidi akijitofautisha na wengine, utamuona Akaminko kuna muda atajitofautisha na wengine, si unaelewa? Kwa Yanga utamuona Aucho atajitofautisha na wengine, kuna kipindi akimtumia muda utamuona ajitofautisha na wengine. Lakini kwenye nature ya Fadu namna ambavyo anacheza, unaelewa? Yeye anataka kubaki na watu wawili tu nyuma. Namba 4 na namba 5. Sio, unaelewa? Mabeki wa pembeni wanaondoka. Wanasogea wote. Umeelewa? Wanasogea wote. Na huyu ambaye sisi tunamtem kama ni central midfielder, unaelewa? Yeye pia anatakiwa kusogea. Sio kubaki na wale wawili. Sio kubaki na wale wawili. Anatakiwa kusogea. Manake timu ianze kumfanyia pressing mpinzani kuanzia kwenye wanasema high line. Unaelewa? Sasa kwenye hayo mazingira, unaelewa? Kwenye hayo mazingira pengine tunamuona Kagoma kutokana na game of understanding kwamba huyu ni central midfielder. Kuna muda tunamuona Fabrice Ngoma kama box to box midfielder ni kwa sababu ya uzoefu na game reading yake. Unaelewa? Lakini ukiitafuta hiyo role ya central midfielder kwa Simba kwa namna ambavyo Fadu anacheza, huwezi kuiona kwa sababu Simba wakinyang'anywa mpira mtu wa kwanza kuvuma sio central midfielder. Katika kuzuia. Kwenye kuzuia. Avumi central midfielder. Mtu wa kwanza kuvuma wanaanza kuvuma hawa wa pembeni. Mabeki wa pembeni. Wanaanza kufukuza. Wakati huo wale namba 4 na namba 5 wanafanya technical delaying. Na ndio magoli mengi sana Simba wanafungwa humo katikati. Wanafanya technical delaying. Kwa maana ya wao kwenda ku waste time ili idadi ya namba iongezeke waje kunyang'anya ule mpira. Sio, unaelewa? Angalia Simba wakiwa wananyang'anywa mpira afu wakafanywa counter pressing. Walifungwa hilo goli na katika kombe la shirikisho la CRDB. Yes, hata Mbeya City walifunga hivyo. Lakini na hayo makosa ukipitia, utayagundua kwenye mechi nyingi za NBC. Shida ni kwamba unaelewa? Ni wanasema nani kumfuka paka kengele, sio? Yaani ni timu gani kwenye NBC tofauti Simba na Yanga na Azam ambao wanaweza kwenda kutesti mbinu
za Fadu kwenye dakika 45 ili uone hayo madhaifu. Unaelewa? Hiyo inatokea tu fluku. Lakini kwa timu kuweka mpango kwamba okay, Simba nyinyi mnakuja mpaka hapa. Na central midfielder wenu wanasimama hapa. Huku nyuma nabaki watu wawili. Sisi tutatumia hizi half space ambazo watu hawapo. Alafu na sisi tutaweka watu wawili mbele ya central midfielder wenu. Tuone sisi tukitapopoteza mpira huyo central midfielder wenu anawezaje kutufanya sisi kuwa down wakati mpira tunao sisi. Sio, unaelewa? Sasa kwenye hayo madhaifu ndio anachomwambia Mustafa kwamba inawezekana asitumike hata huyo, hata asitumike mtu yoyote kwenye hilo eneo. Asitumike holding midfielder ambayo namba 6 basi tunamtema. Kwa mfumo huu ambao akatumika box to box midfielder, akatumika Fabrice Ngoma, akatumika Mavambo, akatumika Wesu. Na sio wale ambao tunawataka. Najaribu kuelewa, kumuelewa Rashidi. Lakini lazima timu iwe na balance. Yaani timu ikiwa na wachezaji wengi ambao kitabia wengi wana mentality ya kushambulia, maana yake tayari huna balance. Kwa sababu utachukua mabeki wanne wa kiasili tunajua wao tayari kitabia. Ngoja Mustafa ngoja tufanye hivi. Simba anaenda kucheza na Stellenbosch away. Anaenda kutafuta nini? Anaenda kutafuta yani sare, anafuzu. Kwa hiyo ni namna gani anaiendea mechi? Sisi yani mimi maana yangu ni nini? Mimi wewe unaamini Simba anaenda kutafuta nini kwa Stellenbosch? Matokeo ya aina gani? Matokeo mazuri ya kuwavusha katika obvious yatakao mvusha. Yatakao mvusha kwa aina mbili. Ya kushinda au kwenda kutafuta sare. Inawezekana akapata sare, ikitokea amepata sare kutokana na approach. Plani yangu ya kwanza mimi naona Simba wanakwenda kutafuta ushindi. Kwa hiyo sasa kama ni kwenda kutafuta ushindi, ndio. Hata kama kwenda kutafuta kushinda eneo la kiungo, kwa maana ya kwa sababu tunajaribu kujadili hivi, si ndio? Kwa concept moja kwamba Shefondo Malone hatumpi nafasi ya kuanza. Shamu hatumpi nafasi ya kuanza kwa sababu ya kutokuwa na match fitness. Unaelewa? Na nature ya Shefondo Malone mwenyewe. Kwa sababu Shefondo Malone yuko fit, lakini ndo center back wa Simba anaongoza kufanya makosa kuliko center back yote pale. Si ndio? Sasa what if kama hana match fitness afu ukariski kumuona anaanza, manake unategemea Simba utafanya makosa mengi zaidi na akiwa yanakuwa committed na individual. Hivi tukirudi hapo Rashidi kwenye hicho ambacho umekizungumza kwamba Simba wana mifumo yao, wanaondoka wa pembeni, wanabaki wawili. Hakuna mfumo mwingine ambao Fadu ameweza lini kacheza ndani ya Simba. Lini kacheza? Ni kitu kipya, of course. Unajua kwa mtu anafuatilia boli ni kitu kipya. Simba anacheza hivyo hivyo. Simba anacheza always hivyo. Simba anacheza hawajaibadilika sana labda kwenye mazingira ambayo wawe nyuma wapige counter, na ni mara chache. Lakini kuna kitu hapa Rashid alikuwa amekiongea, namna ambavyo wanaruhusu magoli kupitia kwenye katika zile njia zile za mpira wa miguu 5, unaangalia pembeni namna ambavyo timu inakuwa inaruhusu. Alitoa mfano zidi walivyofungwa na Mbeya City. Yaani timu yoyote ambayo inakuwa juu na watu wengi, tegemea aina ile ya magoli, kwa sababu tayari ile structure, muundo ambao ndio unaonyesha namna gani nyinyi mnazuia ama mnashambulia unaonekana uko wazi. Simba wote walikuwa juu, wakabaki center back wawili ambao wakaja wakafanya ile mistake wakati Kapombe anakuja, maana yake anasoma jezi ya mchezaji. Sasa aina ile ya magoli ni timu ambayo mara nyingi inakuwa kwenye box la mpinzani, maana yake mnashikwa kwenye counter attack. Sasa sio Simba tu, rejea mechi ya Yanga dhidi ya Stand, angalia goli ambao walifungwa Yanga, walifungwa vile vile ambavyo walifungwa Simba. Unajua kwa sababu gani? Mostly sisi tunamiliki mpira, kwa hiyo tunasogea. Tukisogea tunaacha haya mashimo. Wenzetu wanapiga pasi moja ya pili, mtu anafunga goli. Kwa hiyo timu ambayo inamiliki mpira muda mwingi inakuwa inasogea juu. Na ndio maana nasema hata kwenye kufanya high line pressing, kwanza kitu cha kwanza hatutaki kuwa wachezaji wavivu. Kwa sababu endapo pale juu mmeweka ule mtego wa kuwa press alafu mkapitwa, maana yake itakuwa rahisi zaidi nyie kuwa wazi, kwa sababu namba kubwa iko juu. Inawezekana kuna watu wawili wanaanza, alafu kuna watu watatu ambao wanategea nyuma endapo labda watafanikiwa wale kuudondosha mpira kimakosa. Kwa hiyo maana yake nyuma tayari huku kuna mashimo. Ndio maana unaona mara nyingi wanakuwa wanatumia kasi sana ili mradi waweze kuweka pressure kwa wapinzani. Sasa ikitokea bahati mbaya, maana yake ndio unaona makosa ambayo yanaweza kawa committed kwenye eneo. Walipocheza Simba na Stellenbosch mechi ya kwanza, Simba walicheza hivyo, si ndio? Open. Mabeki wa pembeni kama kawaida wanasogea. Sababu sana Che Malone nani Karabu na Hamza unaona wanavyo stretch wide, afu wale wanasogea juu kwenye mstari. Sasa kwa mfumo huo wa Simba
wa South wal Stellenbosch hawakuwa na athari sana, si ndio maana yake? Yeah. Au walionyesha kwamba una uhatari huo. Sasa kuwajaribu Simba kama Rashid alivyosema, mfano kwenye timu za NBC, wanajua Simba anacheza hivi. Leo tunakwenda kumchallenge Simba. Ni timu gani ambayo ishaenda na mpango huo au inatokea tu pale kiwanjani? Kwa Stellenbosch mfano, wamewatazama Simba wanapocheza kwa dakika 45 za kwanza. Kipindi cha pili kidogo kama ulibadilika hivi, walibadilika sana. Kipindi cha pili kwanza dakika 60 walibadilika sana. Ulikuwa unaona namna ambavyo wanasogea sana juu. Unajua shida inakuja nini? Daraja la wachezaji. Yaani unaweza kuwa unaenda juu lakini kwenye yale maamuzi ambayo unapaswa sasa kuyabadilisha, yani zile nafasi. Kwa sababu kuna pasi zilikuwa zinapigwa kabisa, unaona mpira ungetumbukizwa sehemu fulani. Kwa hiyo pale ndio unaona labda receiver mkuu yule daraja lake limeishia pale, wakina Andre yule De Jong New Zealand, unaona kabisa kwamba kuna kitu cha ziada kama angefanya inawezekana wa Simba wangeadhibiwa, lakini sasa ni quality imefika mwisho. Kwa hiyo inakuwa faida kwa timu pinzani kunufaika na mpira na kuanza. Kwa maana mara nyingi inaonekana mfumo ambao Simba wanacheza ni risky sana. Very risky. Kwa sababu muda mwingi unakuwa juu. Very risky. Lakini unacheza na nani? Mimi nakwambia noti maneno yangu leo. Light kwa sababu mimi naamini Simba atacheza finali dhidi ya Berkane. Simba akicheza na Berkane dhidi ya anavyocheza always tunavyomuona Shomari Kapombe na Zimbo wako juu, hapa kasimama Shefondo Malone na Hamza. I'm telling you, hiyo mechi inaisha siku hiyo. Ile finali si no mwenda way. Hiyo mechi wanamaliza Berkane siku hiyo. Finito. Wachezeje Rashid? Wachezeje? Unajua kwa nini? Kwa sababu wale Simba wanavyocheza. Na ndio maana tunajaribu kujadili hapa na Mustafa. Unaelewa? Kwamba Simba kwa Fadu wanavyocheza tunahitaji kuona central midfielder kwa sababu ya nature ya football. Unaelewa? Lakini yeye namna ambavyo ameimarinate Simba. There is no need central midfielder. Anaweza kucheza box to box midfielder. Yaani yeye anachohitaji ni mtu ambaye ana uwezo wa kutune akili yake haraka na kujaribu kujua tunahitaji nini sasa hivi. Sio, unaelewa? Na ndio maana unamuona Okejefa alikuja vizuri, hatumuoni tena, ana nafasi. Mavambo tulimuona alikuja vizuri, hana nafasi tena. Omari hana nafasi tena. Lakini angalia mwalimu anamtumia nani? Anamtumia Fabrice Ngoma. Kwa hiyo kama central midfielder. Ule mfumo ndio unawafanya hao wote wasipate nafasi. Sasa sio mfumo tu. Na ukiangalia wale Stellenbosch walipokuja hapa. Unajua wale Stellenbosch walipokuja hapa Dar es Salaam. Walipokuja pale New Amani. Wao waliamini sisi tunahitaji kukaa nyuma ya mpira kwa dakika nyingi na kutumia madhaifu machache ya Simba atakaoonyesha. Kama Almasi. Sio, unaelewa? Lakini hofu ilikuwa inawajaa kutokana na aina ya mawinga ambao Simba walikuwa wana frustrate. Sio, unaelewa? Wakimwangalia Kibu energy walikuwa wanatumia na kukokota mpira kwa mita nyingi zaidi. Ilikuwa ni frustration kwamba huyu namna ambavyo ana drive mpira tukitoka kuna uwezekano 1v1 huyu akaondoka. Sio, unaelewa? Tukimwangalia huyu Mpanzu namna ambavyo ana drive, tukisema tusogee, unaelewa, tumtegee mtego, yani kwa maana tumnyang'anye alafu tuwini sisi tuanze, kuna shida naweza ikatukuta. Kwa wale walilazimishwa kukaa nyuma mentally. Kutokana na kasi ya wachezaji. Kutokana na kile ambacho Simba walikuwa na display. Lakini kama wangeamua wasikae nyuma, ina maana unamaanisha kwamba walikuwa na madhara. Kama Stellenbosch wataenda watasema tunakwenda kupishana, Simba njooni, nyinyi twendeni, hiyo mechi inaweza kaisha kwa idadi ya goli nyingi mno. Kwa sababu Fadu hataamini kwenye kubadilika kwa ghafla. Ataendelea kuamini kwenye taratibu wa kila siku kwa kutegemeana na ufanisi wa mchezaji kwa siku hiyo. Sio, unaelewa? So makosa ya Simba always ukitazama hata kwenye TV unaona kabisa kwamba wanafanya makosa hapa, kwa sababu time ambapo Zimbo anaenda kusubiria mpira. Unajua Simba wakiwa wanaanzisha mpira let's say mpira kanziwa Shomari Kapombe, chef Fabrice na Kagoma, mmoja wapo anaingia ndani, huyu anaibia kuiba watu wawili waliobakia. Zimbwe haendi kuikaa kwenye half line,
anakwenda juu kabisa. Sio, unanielewa? Manake lile eneo tayari linakuwa lina miss mtu. Sio, unanielewa? Manake kwenye kile kitu ambacho yeye ana miss, unaelewa? Manake kuna namna nzuri ambavyo mpinzani kama ana uwezo kukaa kwenye eneo hilo wanaweza kunufaika, lakini unaogopa kutokana na ubora waliokuwa nao, sio? Sasa Stellenbosch mental wanaamini wao sio bora kuliko Simba. Angalia namna ambavyo wamemfunga Zamalek away. Stellenbosch alikuwa anamiliki mpira? Hapana, walikuwa hakumiliki mpira mara nyingi, ila walitumia ile nafasi moja ambayo waliipata kwenda kuiscore, na ilikuwa ni kama bahati kwao. Lakini huwezi kuniambia eti kwamba kwenye michezo ya ugenini ambayo Simba wamecheza, tumeona wakicheza hapa kwenye michezo ya ugenini pia wamekuwa na mfumo huo, si ndio unaosema? Yes. Lakini imeonekana kama ni timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi sana, lakini kufunga ndio imekuwa shida. Kwa hiyo inawezekana pia hata mfumo bado unaendelea kuwabeba, na ndio maana mwalimu Fadlu anaendelea kuapply katika michezo ambayo tazama michezo ya ugenini kwa Simba. Walifungwa na Al-Masri mabao 2-0, 1-1 wakaenda na FC Bravo, wakashinda 1-0 dhidi ya CS Faction, wakafungwa mabao 2-1 dhidi ya Constantine, na wakaenda bila na Ali Tripoli. Kwa hiyo ni mfumo ambao Fadlu angalii sehemu pa kucheza. Nyumbani ana apply huo, ugenini ana apply huo, na timu inatengeneza nafasi. Lakini kama unavyosema bado inaruhusu, yani kama mpinzani anajifunga kengele kusema kwamba tumjaribu mnyama, anaweza akafanikiwa pakubwa sana. Yani mimi kwangu mimi, yani namna ya kwenda kumoutshine Fadlu kwenye mfumo wake. Yeye si anakabia kwenye high pressing. Sio? Yani wewe unachopaswa kuwa, umeelewa? Kwanza ni uwezo huo, ndio maana nakwambia mimi nawaamini sana Berkane. Umeelewa? Ni kwa sababu nimewafuatilia since day one. Na toka mwanzo nilikuwa nawaambia wale wanakimbiza sana. Siko nawaambia kwamba hawa hawana home and away. Yaani wale Berkane hawana home and away. Wanakofuata kwako ndivyo ambavyo watacheza kwao. Kinachoongezeka kwa Simba nyumbani ni mashabiki. Unaelewa? Yaani ile mashabiki wa Simba wamekuwa ni mashabiki bora barani Afrika. Ni mashabiki ambao wanaogopwa na timu nyingi. Ni mashabiki ambao hawapatikani na timu zingine. Wanapatikana Simba Sports Club peke yake. Kwa sababu michezo ya sasa Ligi ya Mabingwa, ili kombe la shirikisho, viwanja ambavyo vilikuwa vinajaza ni Simba wanapocheza uwanja Benjamin Mkapa. Uwanja wa hatari kabisa Afrika. Chukua hii ni mimi, sio nyinyi wa mtu mwingine. Uwanja wa hatari kabisa barani Afrika kwenye level ya club ni Benjamin Mkapa. Unajua ni ngumu kwa kocha yote kubadilika kwenye philosophy ambayo anaamini inampa matokeo. Na ndio maana mara nyingi unaona Pep Guardiola ambacho alikiinject FC Barcelona, akatoka nacho akaenda Bayern Munich, akaja Manchester City. Jose Mourinho anachokifanya tangu miaka hiyo tabia haijabadilika. Sasa hivi anaangushwa tu na hiyo aina ya wachezaji ambao hawapatikani kwenye system yake. Sasa kubadilika kwa mpango wakati mwingine unatokea na aina ya mpinzani. Na ndio maana wanasema game approach. Game unaiendea vipi mechi? Maana yake unamwangalia mpinzani, lakini pia unacheza uwanja upi? Upo nyumbani ama upo ugenini? Kwa hiyo kwenye kusoma mchezo ndio pale ambapo unaangalia hawa watu wakiwa nyumbani kwao wanachezaje. Maana yake utaangalia reference ya mechi hata 2-3 kuangalia wanachofanya. Na ndio maana mara nyingi mechi nyingi za away za Simba. Simba walikuwa mara nyingi hawajaingia kufanya highline. Wanakuja kwenye midi chini kidogo low. Yaani wanawasubiri katikati ya kiwanja wakiwa na watu wengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wako away na wameshajua ubora wa mpinzani namna ambavyo anacheza akiwa nyumbani. Kwa hiyo mara nyingi Simba mechi zake za Dar es Salaam ambazo anacheza ndio kama anafanya sana highlight. Faraji Mustafa, leo mnashusha madini sana kiasi ambacho watazamaji wetu wa viwanjani wanapata yale maalumati zaidi. Rashid ameongea kwa hisia sana hapa kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini wakati tunazungumza kuhusiana na Simba Sports Club kuwafuata Stellenbosch kule Afrika Kusini, mwenzetu Kenneth Moses ameambatana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na hivi sasa tunakwenda kuungana naye ili aweze kutupa hali halisi tukao ameanza kuondoka hapa Dar es Salaam na hali ikoje kwa kikosi cha Simba. Kenneth, habari za wakati huu?
Na habari za watu salama, ili sababu kuendelea sili hapa na kina Faraji. Pia mnazungumza kuhusiana na maandalizi ya mchezo mkondo wa pili kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch, na nimesikia pia uchambuzi wa Faraji Mustafa. Labda pengine kwa sababu wewe ndio umetangulia huko kabla ya Simba kuja na hatimaye kumaliza mechi yake hiyo. Mazingira yakoje, hali ya hewa, labda pengine kwa jinsi ambavyo umedodosa, kwa sababu mechi inapigwa kule Durban na sio katika mji ule ambao mara nyingi wamekuwa wakicheza mechi zao Stellenbosch. Naam. Mara nyingi ambazo Simba ilikuwa inakuja hapa, utakumbuka mara mwisho ilikuja ilicheza dhidi ya Orlando, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, ilikuwa ni hapa Johannesburg, ambapo kwa leo pepo nimekuta huko tofauti. Tulitoka Dar es Salaam kwa kuna joto kidogo, nyuzi 30 kama nitakumbuka zangu ziko sawa, lakini hapa Joburg ni baridi, nyuzi joto 16. Kuna baridi kali na mvua inapiga sana, na hivyo nishtua kidogo kwamba je, hali itakuwaje huko Durban ambapo tunaelekea, kwa sababu ukiangalia hali ya hewa ni tofauti kidogo na Dar es Salaam, huko nje kidogo kuna baridi. Sasa hali ya hewa ambayo imetokea hapa Johannesburg, kuna kitu imenishtua kidogo kuelekea kule Durban ambapo sijui hali itakuwaje, lakini kama nikifika nitawajuza, ambao ni tofauti kidogo na Dar es Salaam. Na hii kanifanya pengine nihisi kwamba huenda ndio sababu ya Simba kutaka kuwa huku mapema ili kuweza kwanza kuzoea ama kuwa rafiki na hali ya hewa iliyopo huku ili waweze kukofu nayo. Hakika katika safari labda kukutana na Watanzania na kwa mwamko wa soka hivi sasa, utakuwa umepata mawili matatu, labda pengine kwa Watanzania ama kwa Waafrika Kusini wenyewe, kwa jinsi ambavyo wanaozungumzia huu mchezo. Wanaizungumziaje Simba kuelekea katika mchezo huo wa mkondo wa pili? Naam, hapa Joburg nimekutana na Watanzania kadhaa ambao wanaishi hapa Afrika Kusini, ambao na wao wanajiandaa kuelekea Durban kwa ajili ya kushuhudia mechi ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch, Simba kwa ugenini, na wengi wanajaribu kujiorganize kwa maana ya kujikusanya Watanzania wanaoishi hapa Afrika Kusini wote waende Durban, kwa maana ya wanaoishi Joburg, Victoria na maeneo mengine. Kama tutakuwa kumbukumbu pia kuna Tanzania kadha ambao wamekuwa huko mara kadhaa, na pindi tunapokuja wao na support kwa kiasi kikubwa. Mfano Fortunatus Kasauti ni miongoni mwa Watanzania ambao wanaishi huko na ana timu ya Watanzania wengine ambao wanajiandaa kwenda huko. Kwa tulipofika hapa Joburg tumeonana naye, tumezungumza, wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kuisupport Simba, lakini pia wanajiandaa kwa ajili ya kupokea mashabiki wa kutoka Tanzania ambao watakuja kwa ajili ya kusupport Simba. Nimezungumza na moja kati ya wa South Africa ambao wako hapa, ambao ni rafiki kama ni mtu wa karibu na Watanzania ambao wanaishi hapa. Yeye anaijua vizuri Simba na anatamani kuiona ikicheza, na kumbukumbu yake kubwa ni mechi ambazo timu za Tanzania zimekuja kucheza hapa. Ameniambia kuhusiana na mechi ambayo Simba walikuja kucheza na Orlando, wakamaliza kwa mikwaju ya penalti, Simba akatolewa. Lakini pia amenikumbusha mechi ya mwisho ambayo Yanga walikuja wakacheza na Mamelodi Sundowns, na kitu ambacho anakikumbuka zaidi ni goli ambalo mshute mlipigwa na Stefano Duarte ambao ileta mjadala mkubwa. Ndio kitu ambacho tumekizungumza. Kwa hivyo wengi pia wanatamani kuiona Simba safari hii itakuja na nini, kwa sababu ni kama timu kutoka Tanzania zilikuwa zikiacha ujumbe mzito. Simba almanusra wa mkazie ya Orlando kwa fulani, lakini pia vipo hivyo pia kwa Young Africans almanusra wa muondoshe Mamelodi Sundowns kwenye mbio za ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo imekuwa inafanya mchezo kupendwa na watu wengi, mbali na Watanzania ambao wanaishi Afrika Kusini. Wapo pia baadhi ya Afrika Kusini pia ambao wanafahamu timu za Tanzania na wako tayari kwenda kushuhudia mchezo huo. Na Kennedy, tukushukuru sana hapa viwanjani, na tutakuwa tunaendelea kukutafuta kadiri muda utakavyokuwa unaendelea ili tuweze kupata taarifa kamili kuhusiana na mchezo huu ambao utapigwa tarehe 27 kule Durban. Naam, shukrani sana hivi sasa kwa muda mchache, nadhani pia mwenye baada ya masaa matatu hivi nitakuwa nimeshafika Durban. Shukrani sana. Haya, Faraji Mustafa. Joto limezidi kuwa kubwa na mlikuwa mnaelezea kwa kiasi gani Simba wamekuwa wakicheza mifumo yao hii ya watu wengi wanafuatilia Simba wanapocheza. Sema Simba wanashambulia sana, wanatumia energy sana kipindi cha kwanza. Lakini kuna ule msemo wanasema kipindi cha pili Simba wanachoka. Ni kuchoka kweli Faraji kwa Simba kipindi cha pili, ama inakuwa pia ni mpango wa mwalimu akishacheza dakika 45 kwa mfumo ambao amependelea kucheza, lakini kipindi cha pili anabadilika kulinda kile pengine amekipata kipindi cha kwanza? Yaani hakuna timu yoyote ile duniani ambayo inaweza ikacheza kwenye flow ile dakika zote 90. Yaani hata kama ni bora kiasi gani kiutimamu wa kimwili, lakini kuna nyakati ambazo
kidogo inabidi slow down the game. Namna ambavyo pia unapumzika, lakini unapumzika katika mazingira ambayo labda mpira bado unaendelea kuumiliki. Ndio maana kuna wakati unaona timu ina dakika 15 kwenda 30 na inakuwa na energy ya juu, wanaenda sana, lakini kuna ile kidogo wanapumzika. Kwa hiyo ni namna ambavyo mwalimu anafanya kutafsiri mchezo. Yani wakati unaendelea namna gani una kitu unakihitaji, sio mabadiliko tu, hata namna ambavyo timu inacheza. Sasa hivi dakika hizi tutaenda kwa kasi fulani. Kama tutakuwa tumefanikiwa jambo letu, maana yake tuta cool. Sasa kwenye pale mnapokuwa mmepoa, ndio mnapumzika, japokuwa mtaendelea kuwa mnacheza, lakini hautakuwa unatumia ile nguvu kama ulikuwa unaitumia mwanzo. Ndio timu nyingi huwa zinafanya, na sijaiona timu ambayo inaanza dakika ya kwanza mpaka 90. Sawa, swali langu linakuja ile. Linakuja hapo. Mnyama anakuwa na kasi sana kipindi cha kwanza. Tengeneza nafasi nyingi sana, anafunga. Lakini kipindi cha pili pia tumeuzungumzia mchezo dhidi ya Stellenbosch kwamba takriban dakika kama 30 za kipindi cha pili. Kuna ile aina ya kupumzika, unakuwa unamiliki mpira kama ulivyosema, lakini kasi mnapunguza kutokana na energy ambayo mmetumia kipindi cha kwanza. Kwa Simba kidogo kama inakuwa tofauti hivi katika kutulia kwao, ama kama wanavyosema kupumzika kutokana na energy kubwa ya kipindi cha kwanza, hatari zinakuwa nyingi sana upande wao. Najaribu kukuelewa. Alafu kama utakuwa na kumbukumbu, angalia mechi zote Simba ambazo amecheza na timu ambazo zina tabia kama zake. Zidi ya Bravo. Alafu na hawa Stellenbosch. Unajua kipindi cha pili Stellenbosch nao walikuwa wanakuja sana. Yaani kiasi cha kwamba Simba alikuwa anafikiria vitu hivi viwili, azuie alafu akashambulie. Lakini kuna moment ambazo tuliona Simba anacheza na Al-Masry, yeye anafikiria tu kwenda juu. Kwa sababu gani? Al-Masry wanasubiri counter attack. Kwa hiyo counter attack kuiona ni mara chache sana. Kwa hiyo Simba alikuwa anaenjoy zaidi kucheza mpira akiwa hana pressure kubwa. Sasa unapofanya majukumu mawili kwa wakati mmoja, yani unafikiria vitu hivyo, lazima kuna kitu kitapungua. Na ndio maana nilitoa reference ya mechi ambazo mechi mbili za away Bravos ya hapa Dar es Salaam na ile ya Angola. Jaribu kuangalia namna ambavyo Bravos walikuwa wanakuja, lakini rejea mechi dhidi ya Waarabu wawili. Simba alikuwa amefungwa ile mechi ya Algeria, amefungwa, lakini angalia alichokifanya. Mostly alikuwa anamiliki mpira. Kwa hiyo unapata picha kwamba tabia ama style ya kucheza ya timu za kaskazini na huku kusini mwa Afrika ama Afrika Mashariki kuna sifa kubwa ambazo zinatofautiana. Wa kaskazini mara nyingi wanaamini kwanza kwenye namna wazuie. Kwa hiyo maana yake watakuwa nyuma. Wakiwa nyuma maana yake wewe uje wakushambulie kwa shambulizi la kujibu. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa, kwa sababu wewe utakuwa unaenjoy kucheza ama unaenjoy kumiliki kuja, na ndio maana wakati mwingine unaweza kaangalia magoli ambayo yanafungwa. Lakini kwa hizi nyingine kama ambavyo nimeona kuna hiyo changamoto. Sasa hii changamoto pia tunaenda kuiona kwenye mechi ijayo, kwa sababu ukiachana sijui na daraja, sijui nini, mpira wa miguu tunaongea vitu vingi, lakini kanuni ziko hizi. Namna gani unazuia boksi lako lisiruhusu magoli, na namna ambavyo unaenda kwenye boksi la mpinzani kufunga magoli. Kwa hiyo vitu vyote hivi naamini ukiondoa daraja la Simba na la Stellenbosch, wachezaji na maanisha, tutaona mpishano. Sasa kwenye mpishano, yani kwamba Stellenbosch waje labda Simba waje. Maana yake ndio tunaenda kuangalia ustadi wa kiufundi wa mchezaji mmoja mmoja. Kama kusema mpishano, nani atakuwa kwenye madhara makubwa? Maana yake sasa hapo unaangalia daraja. Kwa mfano mechi ya juzi, unaona kocha Fadlu Davis anasema ilibidi iwe 2, 3, 4. Kwa nini? Kwa sababu ya chance ambazo zimetengenezwa lakini hazijatumika. Kwa hiyo pia unaona kwamba Simba changamoto sio kutengeneza nafasi za kufunga. Simba sasa hivi changamoto ni namna gani zile nafasi zote zinabadilishwa. Kwa mfano Ateba aliyowekewa na Mpanzu, yani unaona kabisa amepiga pale pale ambapo kipa alikuwepo. Kipa anacheza. Joshua Mutale ndani ya boksi, utulivu amekosa, anapiga ya mwisho kabisa ya Jinchaz. Kwa hiyo unaweza ukaangalia namna gani labda kuna baadhi ya wachezaji wanafanya kazi kubwa zaidi, lakini wale ambao inabidi warahisishe ile kazi kubwa kuonekana haijapotea bure, ndio vile ambavyo wanakuwa wanakosa hizo nafasi. Reaction ya kocha mimi nilielewa, kwa sababu alikuwa anafikiria ile mechi ya 3. Sasa unapata goli moja alafu tena unaanza kufikiria unaenda kucheza away. Si katika kuheshimu mpira miguu siwezi nikawaondoa Stellenbosch kwenye kupata matokeo, kwa sababu kuna mazingira inabidi muheshimu mpinzani. Na michezo ya Stellenbosch ambao wakicheza nyumbani kwao walikwenda bila na mabingwa watetezi Zamalek kabla kwenda kuwatoa kule Cairo, na wakapata ushindi mabao 2-0 dhidi ya Stade Malien.
wakapata tena ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Lunda Soul, na Stellenbosch wakafungwa mabao 3-1 na RS Berkane wana Rashid Hamisi wa RS Berkane. Wakashinda tena 2-0 dhidi ya AS Vita Club. Wakiwa nyumbani kwao wamefungwa mechi 1 na kutoka sare mechi 1. Hizo ndio mechi zao wakicheza pale katika uwanja wao wa nyumbani. Ukiwa bado nasi katika kipindi chetu hiki cha Viwanjani, sisi tunawatakia tu kila la heri Simba katika mchezo wao huo mkondo wa pili waweze kutinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, miongoni mwa kombe la pili kwa ukubwa kutoka lile la ligi ya mabingwa. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirudi tutaendelea. Rashid Hamis pamoja na Faraji Mustafa, chambuzi wa zamu leo ambao wana madini kweli kweli ambao wamekupa hapo. Usiondoke, bado yako mengi sana. Timu ya Siasia Queens leo ilibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Bunda Queens, mchezo uliopigwa kwenye dimba la CCM Samora kwa Iringa. Ushindi ulioibua matumaini mapya ya timu hiyo kumaliza ligi kuu ya wanawake kwenye nafasi 4 za juu pale. Mohamed Njaulingo ana taarifa kuhusiana na mchezo huo. Dakika 90 zimetamatika katika dimba la Samora na wenyeji Siasia Queens wameibuka na ushindi wa mabao 2-1, lakini Bunda Queens wenye ndio walianza kupata bao kunako kipindi cha kwanza na mchezo waliuchukua kwa kiasi kikubwa, lakini kipindi cha pili ndipo Siasia nao wakaamka na kupata bao la kwanza kunako dakika ya 75, lakini dakika za jioni ndipo basi Siasia wakamalizia kupigilia msumari wa pili na kuwafanya dakika 90 kumalizika kwa mabao 2-1. Baada ya mchezo kutamatika, nimezungumza na walimu wa timu zote mbili kutaka kufahamu nini hasa kilikwenda vyema, lakini nini hasa ambacho hakikwenda vizuri. Tumepata matokeo, sisi tunashukuru Mungu, na sisi tulichokipata ndio Mungu akishatujalia kupata hicho hapo. Kwa hiyo hizo mbinu ambazo sisi tulizitumia, wao wamepata nafasi, wamefunga, na sisi tulitumia mbinu zetu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hicho ambacho tumekipata. Ugumu upo, lakini tutajipanga sababu sisi bado mechi tunazo nyingi kidogo. Namshukuru Mungu, kwa hiyo hii imeisha, kubwa sisi tunaangalia linalokuja tu basi. Jaribu kucheza kwa mipango mikakati kwamba namna gani tuziwie tusifungwe, lakini bahati mbaya tumetengeneza nafasi nyingi dakika za mwanzo kashindwa kuzitumia. Ni ugonjwa ule ambao natakiwa ni ufanyie kazi kwenye hizi wiki mbili kabla ya kwenda kurudiana nao. Na baadaye tulipokwenda mapumziko tukaambia tuko nyuma, lazima tupushi mechi tushinde ili tuweze kujiweka sehemu salama, kwa sababu mechi zinazokuja mbeleni zitakuwa ngumu na sisi tunahitaji tuwe kwenye nafasi 4 ambazo tunazihitaji tushiriki kwenye michuano inayokuja ya. Nimefurahi kwa sababu nimepata matokeo, japo hatujacheza vizuri, lakini nimefurahi kwa sababu tumepata matokeo. Najitahidi hizi wiki kama 2 ambazo nimepata nafasi ya kuanza kuandaa timu ili mechi inayokuja tuweze kucheza vizuri, tufikishe malengo yetu ya timu yetu. Kwa sasa ligi kuu ya wanawake inaelekea ukingoni na kila timu ina malengo yake. Bunda Queens wenyewe wakiendelea kupambana kuhakikisha wanasalia kwenye ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, lakini Siasia wakitaka nafasi 4 za juu ili kupata nafasi ya kucheza ngao ya hisani. Kutoka hapa mkoani Iringa, mimi naitwa Muhammad Nyaulingo na hii ni Viwanjani. Michuano ya kombe la muungano ambayo inatarajiwa kuanza kesho Alhamisi Aprili 24, ambapo jeshi la kujenga uchumi JKU kutoka visiwani Zanzibar itashuka dimbani dhidi ya Singida Black Stars. Singida iliwasili kisiwani humo jana na leo asubuhi imeanza safari ya kuelekea Pemba tayari kabisa kwa mchezo huo wa ufunguzi hapo kesho, ukiwa unaonekana Singida Black Stars katika visiwa vya Unguja kabla ya kupata usafiri mwingine kuelekea kule Pemba katika michuano hiyo ya kombe la muungano. Ratiba ya muungano, JKU dhidi ya Singida ambayo itapigwa saa 11 jioni, lakini Ijumaa Zimamoto dhidi ya Coastal Union saa 10 jioni, na KMKM kikosi maalum cha kuzuia magendo watacheza na Azam FC, na Jumamosi ni KVZ FC dhidi ya Yanga. Michuano ambayo watu walimisi sana, Rashid. Yeah, of course walimisi, na kwa sisi ambao tuliwahi kuishuhudia michuano hii ya muungano kwenye ubora wake,
ni kama inajitafuta. Unaelewa? Kama inajitafuta. Wakati yuko katika ubora wake. Kipindi cha ubora wake ilikuwa ni moja kati ya mashindano makubwa sana. Unaelewa? Ilikuwa sio mashindano ambayo unaweza kuomba excuse. Na ilikuwa ni mashindano kweli. So unaelewa? Lakini sasa hivi ni kama unaona wanatumia nguvu kubwa kuweza kurudisha ule ubora wa ligi ya muungano ya miaka hiyo ambayo tulikuwa tunaifahamu. Of course bingwa ni Simba Sports na kwa bahati mbaya Simba Sports hata kuwepo, si ndio? Maana yake kutokana na ufinyu wa ratiba aliokuwa nayo, kwanza kumaliza viporo alikuwa navyo kwenye NBC, na focus kubwa zaidi ni kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Imeona kwamba itamnyima nafasi ya kuparticipate 100%. So uwepo wa Singida Black Stars utaleta chachu, kuleta kitu kikubwa, kuleta hamasa, kuleta ushindani wa test ya kila ambacho kinapatikana huku bara na visiwani. Natarajia itakuwa ni ligi nzuri kwenye mvuto wa kawaida. Si unanielewa? Na focus kubwa watakuwa nayo watu wachache. Si unaelewa? Kutokana na pia na mkanganyiko wa ratiba huku na huku, uhamishaji wa venue pia. Unaelewa? So kwa namna hiyo nategemea kuona Singida Black Stars wakifanya vizuri. Si unanielewa? Coastal Union ni miongoni mwa timu ambazo zinatoka NBC. Kwa Coastal Union nategemea kuona rotation kubwa kwenye kile ambacho wanakitarajia kukifanya msimu huu kwenye NBC. So sitegemei kuona nguvu kubwa ya Coastal, ila nategemea kuona sura mpya za wachezaji wa Coastal ambao hawakupata nafasi ya kucheza. Nategemea kuona hivyo. Young Africans ndio mkubwa ambaye anaweza kuzungumzwa kwenye ukubwa wake. Mwaka jana hakuwepo na wanasema Simba alikuwa bingwa kwa sababu yeye hakuwepo. So this time around kwa sababu Simba hakuwepo na ndio bingwa mtetezi. So tuone Young Africans anakuwaje bingwa, lakini against who? Unaelewa? Timu za Zanzibar KVZ, KMKM, Zimamoto, JKU. Kusema kweli ubora wao umepungua kiwango kikubwa mno. Katika hizi timu za Zanzibar ambazo zipo katika kombe la muungano, timu ambayo imeshacheza katika ubora wake ya mashindano kipindi hicho unasema KMKM. Kwa kuna KMKM, kuna Mlandege, Small Simba, Malindi. Kipindi kile kaka kinapigwa kaka. Kikwajuni. Kipindi kile kaka wanachukua watu. Na sasa walikuwa wanaelewa watu wengi huko. Kina Dibili Nyamila walienda kule kucheza. So na kipindi kile mwamko, unajua na kipindi kile mwamko wa ligi ya Zanzibar ulikuwa mkubwa. Naelewa ulikuwa mkubwa, yani sababu kuna wachezaji wa mara kutoka huko walikuwa wanaenda kucheza. Walikuwa hawana ziki ambazo hizi ziki wanazo sasa hivi. Kuna mahala mpira wa Zanzibar uliporomoka, ambapo nafikiri haukurudi tena kwenye ubora wake. Kilichobakia ni kama kujaribu ku flashback kwamba ligi ya muungano kaka imepoza tu, yani kwa hivi kweli inazungumzwa hivi, kwani mtu anaomba excuse hiyo ilikuwa ligi ya muungano kaka ilikuwa ni mziki mwanzo mwisho. Unaelewa? Yani unaona Simba anakipiga na Mlandege mechi kweli. Malindi wanacheza na Pamba Malindi na Pamba mechi kweli, sio? Lakini tunakati pia lakini president nyakati kama unavyosema mambo yamekuwa ni. Lakini nampongeza president wa ZFF. Ni mtu wa boli, ni mtu ambaye anapambana kuirudisha Zanzibar kwenye prime yake. Na unajua kitu, unajua katika madhaifu ya football yako, unajua madhaifu ya football yako hivi. Zanzibar dream kubwa, wachezaji wengi wa Zanzibar ni kucheza bara.
kwa sasa hivi. Sasa hivi dream kubwa ni kucheza bara. Miaka ya nyuma ilikuwa miaka ya nyuma kaka walikuwa angalia baada kufanya nini? Kwa sababu mahitaji mengi wanapata. Sasa hiyo nayo inaifanya pia ligi inakuwa dhaifu. Unajua NBC ni moja kati ya ligi bora, sio tu ligi bora Afrika, lakini kwa ukanda wetu wa Sekafa ambao president ni Wallace Karia ataendelea kutamba sana kwa sababu hawa walikuwepo wote mipakani wanatamani kuja Tanzania, wanaona kama wamekuja peponi. Yaani anacheza Pambane ili ashawishi vilabu vya Tanzania kuja kucheza. Mtu ana kiwango kikubwa, pengine yuko zake APR, yuko zake Gor Mahia, yuko zake KCCA, unaelewa? Ndoto yake ni kucheza ligi ya Tanzania hata kama asipopata Simba, Yanga na Azam. Yaani anakuambia mimi hata nije kucheza Tanzania Prisons, lakini niwe katika niwe ardhi ya Tanzania. So unaona hayo matamanio. So kwenye huo bora haitegemei ligi zenu zitakuja kuwa bora dhidi ya NBC. Ndio the same to Zanzibar. Yaani wana struggle kwa sababu destination yao ni na Rashid, unachokisema hicho kinaakisi kweli. Kuna wachezaji MVP wawili wa Kenya walikuja kucheza ligi ya Tanzania na Simba, Yanga wala Azam. Mmoja alienda Coast na wanatamani, na sio wao ni group kubwa wanatamani kuja hapa. Msimu ule Duke alianza Singida. Alikuwa mimi Duke Abuya. Duke Abuya, yes. Ndio amekuja Yanga, lakini hakuanza Yanga. Na Rupia. Kwa hiyo Rupia unapata picha ni top players kwenye ligi ya Kenya ambao walikuja kucheza timu ambazo sio nje ya Simba na Yanga na Azam. Lakini kuna mazingira mengine wameyatengeneza, unaona kwenye hizo timu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, na hata mashindano ambayo yanaanza kesho inawezekana timu kwa ujumla hizo za Zanzibar zisifanikiwe kushinda, lakini kuna wachezaji ambao wakiperform vizuri sio kubwa la usajili kuperform against teams za NBC. Maana yake performance ambayo utaionyesha ilisha kubwa la usajili. Unaweza ukashangaa mtu yuko Coast, mtu yuko Namungo, na Coast ndio kichaka chao kile. Kwa hiyo kuna huo ukaribu wa wachezaji wengi wa bara kuja huko kwa sababu wanaamini huku kuna vitu vingi ambavyo wanaweza kuipata tofauti na kule Zanzibar. Kama nasema mapinduzi ndogo hivi. Of course bado hajafika, na ndio bana nampongeza president wa ZFF kwa sababu huo ndio ukweli. Anapambana kwa kweli. Yaani huo ndio ukweli. Ligi ya Muungano imefifia, imekuwa mbaya, haivutii, inatengenezwa, unaelewa? Lakini taratibu kwa hii misimu miwili, msimu wa kwanza umechezwa mwaka jana, si ndio? Huu ni msimu wa pili kwa hiyo at least hivi kidogo kidogo kuna mara sura itaonekana ya miaka ile na Muungano ikirudi ya miaka ile Mapinduzi kaka unaisahau. Mapinduzi utaisahau. Sio itanoga na yenyewe, kutanoga huku sababu ni platform kwa Zanzibar kwenye kuonekana Mapinduzi. Na I'm not sure kama inaweza kurudi Mapinduzi ile kwa sababu vilabu vingi vya bara sasa hivi vinafikiri mambo makubwa. Na kikosi cha timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes kinaendelea na maandalizi kujiweka sawa na fainali za mataifa Afrika kwa umri huo zitazoanza Jumapili nchini Misri. Tanzania ipo katika kundi A pamoja na Sierra Leone, Afrika Kusini, Misri na Zambia. Vijana hao Ngorongoro Heroes. Ngorongoro Heroes chini ya Hemed Morocco. Hemed pia yupo hapa bana hapa. Kwenye hii age. Kwenye hii age Afrika tunadanganyana sana. Kwa nini? Watu wanakula vizuri kaka sasa hivi. Kwa hiyo mili inajengeka. Mazoezi wanapumzika kwa wakati. Bado. Mazoezi wanapumzika kwa wakati, hawana vitu vingi. Lazima wawe vizuri. Bado kaka. Unajua mili inakuwa mikubwa lakini sura inaakisi udogo kwamba leo hii wale Al Ahly wanapambana kwa uhudi na uvumba kumsajili Zizou. Kumsajili Zizou wa Zamalek. Yule wa Zamalek. Ana miaka mingapi yule? 30. Ana miaka 29 kuelekea 30. Yaani Al Ahly wanapambana kumsajili yule. Na kati yule umeona kwenye age yake ya under 20, ukiitafuta age yake ya under 20, yani wakati anacheza under 20 ya Misri, I'm telling you the truth, haifiki miaka 5 nyuma. Miaka 5 nyuma Yaani ndio alikuwa anacheza under 20. Tafuta historia yake. Sio leo, yani kuna namna hapa katikati. Ndio maana nakwambia Afrika. Mimi nakuelewa Chidi, mimi nakuelewa. Na ndio maana mimi ukitaka kujua tunakosa sequence ya mafanikio Afrika. Unaelewa? Ni sisi hii timu yetu tulikuwa tuna under 17
si ndio? Mfano mimi hapa kama the heavyweight pandit, mimi hii team I'm not focused on it. Wale under 17 alokuwa nao Agrey Morris, umeelewa? Ambao alienda nao AFCON, umeelewa? Kucheza nao wale AFCON, unaelewa? Kwenye kutafuta sequence nzuri ya national team na kuja kufocus kwenye kutafuta tiketi ya kombe la dunia na mfululizo wa kuendelea kwa katika makala za AFCON, si ndio? Wale under 17 walitakiwa kuja kucheza hii under 20 kwenye idadi kubwa ya namba under 17. Alafu sisi kama taifa hatupaswi kuangalia matokeo kwamba tuwakuze, tunapaswa kuangalia ukuaji, development. Kwenye sasa under 20 kwenye kule under 17 tumefungwa mechi zote, si ndio? Zote 3. Tumefungwa mechi zote, si ndio? Lakini ni kutokana na tulienda kufocus nini? Yaani kule tulienda kufocus nini? So ingekuwa mimi rai yangu ningechukua wale under 17, si wako 20 ngapi wale? Wako 28 sijui. Mimi ningechukua nusu. Umeelewa? Au hata 20 ningewaweka hapa. Alafu hawa under 20, umeelewa? Ningewapunguza. Umeelewa? Ningewatafuta 5 au 6 ambao naamini hawa kwa uzoefu kidogo, kwa sababu wanaweza wanacheza ligi kuu, umeelewa? Waje waongezee kitu. Lakini target yangu kubwa ni hawa under 17 wametoka kucheza under 17 ya under 17, wanakuja kucheza AFCON ya under 20, the same under 17 age, unaelewa? Maana yake kwenye kuitafuta under 23 ya Olympic pia wangezima wao. Maana yake kutakuwa kuna bright future ya national team ya kuja kutafuta tiketi ya World Cup after 5 years to come. Sio kama unaelewa? Lakini under 17 kazi yao imeisha, na wao tupa kule wasubiri tournament nyingine. Wanaendelezwa kuja kutafutwa tena under 20. Wale ndio shughuli yao ishaisha. Wanakuja hao under 20, wanaenda amepewa Morocco hii team on which kwamba Morocco anaenda kutazama ni nani na nani tunaweza kwenda kuongeza kwenye senior team. Lakini senior team overall, senior team yetu ukiangalia overall, ukimtoa Samata, ukamtoa Msuva, ukamtoa Kibudi, ukamtoa Imidi Mao, ukamtoa Mudathir, ukamtoa Baka, na nani mwingine top player, yaani ukiondoa hao acha Nova bado nafikiri ana miles, hata Job pia ana miles, yaani hao nilokutajia hawana kilomita 1000 mbele. Sawa, waondoe wale. Hebu niambie leo hii national team ya Tanzania ni wapi itacheza? Utasema tuna hope, sio? So we have to tunatakiwa kutengeneza kizazi kipya ambacho kisiwe kwenye tension ya media kwa kiwango kikubwa. So Faraji, mimi sitegemei chochote kusema kweli kwa vijana hawa. Sitegemei chochote. Faraji yuko anasema mimi unajua mimi nataka nirudi ile AFCON ya under 17 ya mwaka 2017 ya kina Kabwili, ya kina Jobu, Kibabage, Jobu, Msindo alikuwepo, Msindo, Kibwana, Kevin John 2019, Kibabage alikuwa Kibabage 2019, Michel alikuwa Kibabage, alikuwepo Kibabage, Jobu, Kabwili, Kevin Nation, Kibwana, Nation, yule steka nani Mkomola, huyu Morris kwa captain Morris, Abraham Morris, Abraham. Alafu umeona sasa sample tuishie hapo. Umeona hao ambao tumewataja 2017, waangalie maisha yao sasa hivi. Kwani katika kikosi cha wachezaji 23, si ndio? Mpaka sasa hivi ambao wako kwenye ushindani, si ndio hao tumewataja ambao wanaendelea. Kwa hiyo pia unaweza kawa na rundo la wachezaji katika age fulani specifically, labda tunasema 17, 20, lakini wote wasije kucheza vizuri kwenye timu na safari ikaisha.
Kuna wachezaji kama sasa hivi hatujui hata kwa hapa kina Ali Nganzi, hatujui ile midfield, unanielewa midfield. Kwa hiyo pia ni changamoto. Ni changamoto ambayo inawezekana sio tu Tanzania, lakini Afrika ni maradufu zaidi kwa sababu ya age fixing. Nitakukumbusha kitu. Kuna John Obi Mikel, Tai Tayo, Lionel Messi walicheza, nadhani ilikuwa ni AFCON under 17 2009 sijui kitu kama hicho. Lakini rejea kwa wachezaji wa Afrika nilokutajia, John Obi Mikel ambao walikuwa same age na Messi, Tai Tayo, yani wamemaliza mpira muda mrefu, lakini kuna wachezaji hao wengine unaona wale walikuwa katika mashindano ya umri mmoja na Lionel Messi. Na Lionel Messi. Walipiga hadi picha hiyo, yani wote watatu, na waliperform vizuri sana. Yani ile picha nikiangalia hivi, afu bado naona Messi anacheza. Messi amecheza miaka 10 zaidi. Amecheza. Sasa ndio narudi kwa Rashidi kwamba issue ya age ni changamoto kubwa ya Afrika, lakini sababu kubwa ni nini? Ni database. Yani sisi yani mtu anapozaliwa pale hakuna taarifa rasmi ambazo zinawekwa kiasi cha kwamba ukija una refer sehemu fulani. Tofauti na wenzetu ambapo hiyo issue ni kawaida sana, yani hauwezi kukuta mzungu amedanganya umri. Sasa ukirudi kwenye nature ya mpira ndio hapo unaangalia ni wachezaji wangapi ambao labda under 17 ya 2019 hapo sasa hivi wana perform vizuri. Hukuti hata watano. Wale ambao tunawakuta mpaka sasa hivi ni kwamba walikuwa sahihi, si ndio not only kwa sahihi, yani naongelea pia una perform kitu gani? Wakina Morocco timu ya taifa ya Morocco. Wakati inakuwa introduced wale under 17 that time ambapo walipelekwa Ufaransa wakina Ziyech. Si yeye ndo alikuwa kama star kwa sababu alikuwa na umri mdogo alafu anacheza Ajax. Tukumbuka baada ya Hervé Renard kuja kuambia Morocco kama mnahitaji kufanikiwa kinatakiwa kizazi hiki cha kina alikuwa nani ule alikuwa anacheza Juve yule center back yule nimetoka sana Morocco yule alikuwa anacheza Juve yule akaambia hiki kizazi sio kife, tukilazimishe kife, umeelewa? Ili tuwaintroduce wakina Ziyech na kizazi chao, ndo kipindi hicho ndo kina Ashraf Hakimi ndio under 20 wanakuja, ndo wanaenda kutafuta under 20 kina Soufiane Boufal wakina nani yule striker alikuwa anacheza Wydad Casablanca Ayub Leclerc Ayub unaelewa, wale ndio walikuwa top scorer under 20 kipindi kile. Tuwachukue hawa, na kama unakumbuka ile senior team inatengenezwa, Hervé Renard alimchukua striker akawaleta. So wakina, kwa hiyo Rashidi umeeleweka point yako kile ambacho na kizungumza. Lakini viwanjani tumeangazia pia katika ligi kuu ya NBC vinara wa utoaji pasi za mabao, zile pasi za mwisho. Faisal Salum Abdallah mabao 13, assist 13, Pacome Zouzoua kwa Yanga assist 9, Prince Dube 8, Maxi Nzengeri 8, Josephat Bada wa Singida Black Stars 8, Jean Ahoua 7 pamoja na Stefan Azizi assist 7. Faisal Salum kawacha mbali sana Mustafa. Naam, 4 yani kwa anemfuata 13. Lakini bado hajafika zile ambazo msimu uliopita unaweza kusema ndo alikuwa alipiga nyingi. Ilikuwa ni magoli mengi 19. Yes. Msimu huu naona atazidisha kwa sababu kipindi kile alikuwa na goli 19 na assist 8. Kwa sababu top assist alikuwa ni alikuwa ni Azizi. Hapana, Kipe. So Azizi alikuwa ni kati ya Rusajo au Kipre. Kipre Junior. Alikuwa Kipre, alikuwa Kipre. Alikuwa top assist. Top assist, Kwa hiyo yani kwa mfano sasa hivi kwa Feitoto ameoverachieve zile assist za msimu jana yeye ameongeza msimu huu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kwake, lakini pia na namna ambavyo sasa hivi ana operate ndani ya Azam. Anacheza eneo kubwa sana. Na hata baadhi ya pasi ambazo amepiga zimekasababisha magoli. Kuna pasi ambazo walipiga karibia mechi na Simba, unakumbuka ile pasi ule umbali, angalia eneo la namba 10 alipokuwa. Kwa Zidane. Yes, kwa Zidane. Angalia alipokuwa. Alafu ni namba 10. Kwa hiyo unaweza kaangalia kuna mazingira ambayo ana operate. Yaani eneo kubwa kiasi cha kwamba wakati mwingine pasi yake moja tu ya mbali ama akiwa karibu kwenye boksi anaweza kuipa timu faida. Amekuwa hivyo zaidi kwenye kutoa pasi za magoli kuliko
magoli ambayo amefunga, tofauti na msimu jana ambapo tuliona alifunga magoli mengi zaidi, kufunga magoli 19 kwa kiungo namba 10. Maana yake inaonekana kabisa timu ilikuwa haina mshambuliaji ambaye ni tishio, kwa sababu ukiangalia mgawanyo wa majukumu unaona Kipe alikuwa anafunga, Sila alikuwa anafunga, yeye alikuwa anafunga. Kwa hiyo timu ilikuwa ina magoli, mgawanyo wa magoli ulikuwa unaona viungo wanafunga sana kuliko hata attackers. Kwa hiyo msimu huu kuna vitu vimebadilika, ndio maana unaona ana namba nyingi ya assist na pia kwa namba ambayo anacheza. Hiki ndio kinapaswa kuwa kitu cha msingi cha kwanza, kwa sababu primary role ndio kiungo mshambuliaji ni ipi, ukiachana na kufunga. Kwa hiyo tunaanza kwanza kupika, ikitokea nafasi ya kufunga tunafunga. Lakini umegundua kitu kwenye ile template kipi hicho Rashid? Hujagundua chochote pale kwenye hii au top assist ya top assist? Kuna wachezaji ambao wamefungana sana, yani wajaachana sana wao wengine, sio tu kuna nini moja wao wenyewe watoto wa Tanzania mjikaze. Yaani kwenye ile top assist ukiangalia wageni, ukimuondoa Fei hakuna mwingine tena nani Mbongo, hamna Tanzania pale, hamna Mtanzania mwingine pale. Yaani ukimuondoa Fei hamna Mtanzania mwingine. Sahihi. Umeelewa? Na wote alafu chukua top scorer sasa hivi Clement Mzize na goli ngapi? 13. Wachukue kuanzia namba 1 Clement Mzize mpaka 10. Hakuna mzawa. Hamna Mtanzania bana. Hakuna mzawa. Kwa hiyo mpaka 10 tunatoa. Kuna Fei yupo. Alafu huko kuna Mzize. Popita na magoli 8 Rashid. Wanashuka hapo. Mpaka top 10 tunaweza tukatoa wachezaji hata wawili. Kwa sababu Popita Kasunda ana magoli 8. Ngoja. Ana goli ngapi? 12. Alafu anayefuata Prince Dube 12. Alafu 11 Jonathan Soa. Alafu nakuja 10. Nakuja 10 kwenye 10. Kwenye 10 yani pale spell ni 7 10 kwenye 9. Ambayo pale mwisho ni 9. Alafu nenda kwenye 9, pale mwisho ni 8 bwana. Mwenye mwisho kabisa ni 8 Jebel Sila. Sasa maana yake kwenye 8 ndani yake yupo Paul Peter pia. Kwa hiyo kwenye ile template wamechukua watu 7, lakini kwenye watu 10 Paul Peter anaingia kwa sababu pia ana magoli 8. Sawa. Bado ilikuwa performance na kama sema Rashid, changamoto hiyo na kwa wachezaji wazao waweze kupambana zaidi. Alikuwa mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa Yusuf Kitumbo na mmiliki wa timu ya Tabora United ameachiliwa huru baada ya kutenguliwa adhabu yake ya maisha kutojihusisha na soka ndani na nje ya nchi baada ya kamati ya maadili kupitia rufaa yake, maombi ya rufaa yake iliyokuwa imewasilishwa. Katika barua aliyoandikia kutoka kwenye kamati hiyo imeeleza kuwa Kitumbo kuanzia sasa yupo huru kuendelea kujihusisha na soka, ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kwenye nafasi yake mwenyekiti Tarefa. Kwa niseme kweli nilihudhuria kwenye shauri kwenye kamati ya maadili na shauri langu lilisikilizwa, na of course maamuzi ya kamati kamati ilifanya maamuzi na mimi nimepokea kwa maana ya maamuzi ya kamati ya maadili mimi ninayo, na nafikiri yana favor kwa upande wangu. Kwa hivyo sasa ni vizuri sasa mamlaka zenyewe zinazohusika na mpira wa Tanzania zikaweza sasa kufahamisha watu wengi, lakini kiufupi ni kwamba jambo lile limeisha salama. Pengine muda mwingi Kitumbo ulipokuwa ukitumikia adhabu ama uko nje ya soka kwa muda mrefu, ulikuwa ukijihusisha na nini zaidi? Shughuli zangu binafsi kama diwani, kama mfanyabiashara, vitu ambavyo najua mimi ninafanya ndio shughuli ambazo nimekuwa nikijihusisha nazo. Kwa hiyo nilikaa mbali kidogo na football, nikaiacha Tabora United, nikaacha chama cha mpira cha mkoa. Kwa hivyo sasa nitarejea tena kusaidia hivyo vitu vyote ambavyo nilikuwa nimeviacha. Wakati huo pengine ukiwa nje, unadhani kuna athari zozote zimejitokeza kwenye sehemu hizi mbili, kwa maana nafasi yako kama mwenyekiti lakini kama nafasi yako kama mmiliki wa timu? Athari ni kubwa sana zimejitokeza ambazo zinashuhudiwa hata kwa kuangalia. Unaona sasa last year Tabora ilicheza playoff ya kushuka daraja, sio? Lakini unaona pia namna ambavyo mpira wetu kwenye mkoa umeyumba kidogo. Kwa hivyo ni imani yangu
tutarejesha heshima hizo ambazo zilipotea kwa kipindi kirefu. Pengine sasa unarejea kwenye nafasi yako. Nini wito wako kwa wadau ambao walikuwa wakikupa support kuanzia kwa mashabiki wa soka, kwa maana wadau wa mpira, lakini pia uongozi wa serikali ya mkoa wa Tabora? Kwanza nimshukuru sana rais wa TFF, President Karia. Ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, lakini mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF. Ni rais ambaye anasimamia chombo kinachotenda haki. Kwa hivyo nimshukuru yeye, kwa maana bila yeye kuwa na maono ya kutengeneza chombo ambacho kinaweza kusimamia haki chenyewe kama chenyewe, pengine mimi leo nisingeweza kuzungumza tunazungumza hapa. Lakini kwa vile vyombo vya TFF vinatenda haki, ndio maana unaona hata ukipeleka malalamiko wanasikiliza, wanafanya maamuzi. Kwa hivyo ndani ya nchi yetu tuna vyombo ambavyo vinaweza vikamaliza matatizo yetu sisi wenyewe bila hata kwenda sijui ukimbie uende sijui FIFA au sijui uende wapi. Hapana. Kwa hiyo na mimi nilikuwa mtulivu, baada ile kutokea nikatulia, nikafuata taratibu zilizoko kwa mujibu wa katiba za TFF na sheria zetu za nchi, mpaka imefika mahali nikapata haki yangu ambayo nastahili kuipata. Kwa hiyo huyu ni mtu wa kwanza ambaye ni muhimu, lazima nimshukuru. Lakini pili, naomba nimshukuru sana Waziri Bashe, waziri wetu wa kilimo wa Tanzania, lakini pia ni mbunge wetu wa Nzega. Ni miongoni mwa wadau ambao wamenisaidia katika jambo hili ambalo tunalipitia. Lakini tatu, nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora kwa namna ambavyo walinisimamia hili jambo kwa namna walivyoona inafaa, kwa mpaka tufike mahali tupate hiki ambacho tunakipata leo. Lakini pia nimshukuru sana katibu tawala wa mkoa wa Tabora kwa namna ambavyo wameshiriki kunishauri na kulisema jambo hili liende kwenye utaratibu ambao una manufaa kwenye mkoa wa Tabora na nchi nzima kwa ujumla wake. Lakini pia nishukuru viongozi wenzangu wa chama cha mpira mkoa ambao waliniendeleza kudumu pale nilipoishia mimi, pamoja na mapungufu yaliopo, lakini walijaribu kufanya walichokifanya wao. Naona ukijaribu kuona sasa hivi hatujapata timu nyingine ambayo inaenda kucheza hata daraja la kwanza. Rhino bado ina struggle. Unaangalia kuna timu ile ya Igunga United na nyendo inakuja, lakini kulikuwa na Mambali FC. Yani hatujapata kitu kikubwa kupanisha timu kwenda daraja la pili, kwenda daraja la kwanza. Lakini pengine pia hatujafanya kozi mbalimbali za football coaches, madaktari, referees, hatujafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wamefanya kile ambacho walikuwa nakiweza, lakini tutakutana nafikiri hivi karibuni kwenye vikao vyetu kuweza kujadiliana namna gani tunafanya ili kuliendeleza jambo hili. Lakini kingine ni shukuru pia kamati yenyewe ya maadili. Kamati ni watu makini sana, watu wenye weledi sana, na ni watu ambao wana fikra pana zinazohusu maendeleo ya mpira wa mkoa wetu wa Tabora na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu kama walikuwa na mamlaka ya kukataa kunisikiliza japo nimeomba, lakini kwa busara zao wakaamua kunisikiliza. Tabora ni mkoa wetu, mpira ni burudani inayopendwa na watu wengi, nami nikiwa mmoja wapo, na mkoa mzima ulinitanguliza mimi mbele kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kupiga hatua katika soka. Na kama unakumbuka siku ambayo mimi naapishwa kuwa mwenyekiti wa chama cha mpira na tajwa kuwa mshindi wa chama cha mpira kuwa mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa wa Tabora, niliahidi kwamba nitakuwa na timu ya kucheza Premier League ambayo ndio hii tunaiona sasa hivi. Kwa hiyo kazi tulionayo ni kuhakikisha tunanyanyua vilabu vingine, Rhino na zingine zisogee daraja la kwanza, zisogee First League, ili tuweze kuwa na timu nyingi kama ilivyo kwenye mikoa mingine. Ukienda Dar es Salaam pale unakuta kuna Simba, kuna Yanga, kuna Azam, kuna KMC. Nasi tunatamani pia tuwe na vitu vya namna ili tuwe na alternatives ili watu wetu waweze kupata burudani kila wakati. Maana pia ukiwa na mtoto mmoja ni changamoto Kwa hiyo tukiwa na mwingine inakuwa tunapata nafasi kubwa ya kuweza kuwapa fursa wananchi wetu kwenye maeneo mbalimbali, biashara,
burudani na vitu kama hivyo. Naam, aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha soka mkoani Tabora Tarefa Yusuf Kitumo, ambaye sasa yupo huru katika kujihusisha na boli na mipango mingi. Umemsikia hapo kile ambacho amekizungumza. Rashidi kidogo kwa uchache amerudi katika soka. Mtu wa boli, huyu ni mtu wa boli. Okay. Kitumbo jua ni watu wachache sana kwenye nchi tunao nisha kusema hapa kwamba kama ambavyo alijaliwa alikuwa mkuu wa mkoa alikuwa wapi yule Songea akaanzisha maji Gama akaenda Tabora akaanzisha Milambo si ndio yani hao ni miongoni mwa viongozi wachache ambao huwa tunabarikiwa kuwa nao. Okay. Kwa Kitumbo ni miongoni mwa watu wachache wenye wewe wana Tabora sasa katika soka pashakuwa pagumu Tabora sasa hivi. Pagumu? Patakuwa pagumu. Kwa sababu si mtu wa mpira. Mtu wa mpira. Lakini nimefurahi kuona Kitumbo amerejeshwa kwenye nafasi yake, na hivi karibuni nafikiri Tabora ataenda kwenye uchaguzi. Kwenye nafasi hiyo Kitumbo ya mwenyekiti. Na matumaini kwamba Kitumbo ataweza kushinda kwa sababu ni mtu ambaye namwamini ni mtu makini, ni mtu wa football. Rashid, tumeangalia hapa kwenye, nataka utoe neno kidogo tukianza na Faraji kidogo na tutakuja kumalizia na Rashid. Labda ujumbe wako kwa wachezaji wa Tanzania. Tumeona ile grafu ya wachezaji ambao wanaongoza kwenye kufunga, Clement Mzize magoli 13, lakini kwenye top assist mpaka sasa ni Faisal Salum Abdallah. Ni wachezaji wazawa ni wawili katika kila eneo. Yani inatukumbusha kwamba bado tunapaswa kupandisha socks kwa sababu ya changamoto ambazo tunaziona na namba hazivutii kwa kweli. Yani katika 10 unatoa mchezaji mmoja alafu 9 wote ni foreign players, maana yake inatukumbusha kitu kwamba bado tuna safari ndefu. Sasa nini cha kufanya? Ni ubora, kwa sababu hicho anachokifanya hawa ni tena walianza vibaya, lakini walivyoanza kufanya vizuri maana yake gari kama limewaka. Tofauti na wachezaji wetu misimu ya karibuni unaweza kukuta mchezaji anafunga magoli 6 yanafika ana stack anapitwa kabisa. Wakina Rusajo kuna kipindi walikuwa wanaongoza msimu juzi sijui yule magoli 6 akaja akagoma pale mpaka mwisho wa msimu. Kwa hiyo bado inatuonyesha kwamba tuna safari ambayo ni ndefu, lakini sio mbaya sana kuambusha kwamba wanapaswa kupandisha socks. Yes. Rashid, kwa wewe una maoni gani au message yako kwa wachezaji wa zawa? Nini wafanye? Au kipi wanakosa kuweza kucompete na wachezaji ambao kwanza na furahi kumuona top assist ni Fei na natamani iwe hivyo mpaka mwisho wa msimu. Na nafurahi pia kumuona top scorer Clement Mzize na tafurahi kumuona Clement Mzize anakuwa top scorer. Lakini nyinyi mliobakia acheni kulalamika. Watoto wa Tanzania mnalalamika mno. Fanyeni kazi. Wanaelewa, wanalalamika sana. Sipewi, sipendwi, kocha anipi. Amna kocha ambaye hapendi kushinda. Unaelewa? Yani how comes unamuona yule Awa yupo kwenye assist, yupo kwenye magoli. Unaelewa? Unamuona Azizi kwenye magoli, kwenye assist. Unamuona Jibrisila kwenye assist, kwenye magoli. Unaelewa? Umo wa Tanzania si wanacheza umo. Si ndio? Si ndio maeneo hayo au sio bana? Basi tupambane. Yani at least unajua tunapozungumza ligi yetu inakuwa bora, hawa ambao tunawaleta wageni wanakuja kuja kushindana, kuja kuchallenge na hapo unajua, kwa sababu tuna timu yetu inakwenda kucheza michuano ya AFCON. Kuwapa kazi nyepesi pengine walimu kufanya selection ya kikosi ambacho kitakwenda kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo message kwamba wachezaji wakaze buti. Wakaze. Kuna muda tukaleta mjadala wa magolikipa hapa. Yes. Yaani golikipa wa timu ya taifa ya Tanzania hayumo hata kwenye namba 2 ya magolikipa. Golikipa timu ya taifa. Yaani golikipa timu ya taifa ya Tanzania sio golikipa namba 2 wa klabu anayocheza. Lakini no option. Unaelewa? Lakini
no option. Yani haiwezekani tukana na taifa la namna hiyo. Na sio kwamba hawapati nafasi. Nafasi wanapata na wanacheza, wanaonekana wamezidiwa maarifa, si ndio bwana? Lakini ni lazima kuwa na wivu. Wachezaji wengi wa Kitanzania sio kwa maana hela hawapati. Wanapata. Ila wanapenda kuangalia ratiba zao kuliko kujali walichokuwa nacho. Kazi yako kiipenda utaihudumia. Sawa. Huruma sana. Rashid akiwa amemaliza namna hiyo, tukiwa bado tuko na wewe viwanjani na tunakwenda katika mapumziko. Tukirudi tutakwenda kuendelea na taarifa ambazo tunazo kwa siku ya leo. Lakini Rashid, nakuaga kwa kuwa tumeshamalizana na wewe na ujumbe wako umefika kwa wachezaji wa Tanzania, magolikipa, wafungaji, lakini wale wa viungo wanaotoa assist, fanyeni kazi. Tunakwenda kwenye mapumziko.